Mtazamaji, hii ni Amash Online TV. Usisite kusubscribe, kulike na kutolea maoni juu ya hii taarifa ambayo nimekuwekea hewani. Mimi ni Martin Mhina. Wakati wazee wakiendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukatili na ukosefu wa huduma muhimu, serikali na wadau binafsi wametakiwa kuhakikisha kundi hilo linapatiwa ulinzi na mahitaji ya msingi ili liweze kuishi maisha yenye heshima na furaha. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa halmashauri ya mji Korogwe Sahara Msangi Juni 22, 2026 alipokuwa kwenye maadhimisho ya siku ya kuelimisha na kupinga ukatili dhidi ya wazee kwa upande wa kata ya Mtonga na kufanyika katika kiwanja cha shule ya msingi Kilimani. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana na ninasema tu kwamba serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba wazee hawa wanalindwa, lakini wazee hawa wana mahitaji yao ya msingi ambayo sisi kama serikali na wadau binafsi tukishirikiana tunapaswa kuwatimizia mahitaji yao ya msingi. Nafahamu kabisa kwamba halmashauri ina utaratibu wa bima za afya kwa wazee. Sasa nitoe maelekezo tena kwa mganga mkuu wa halmashauri, lakini akishirikiana na afisa ustawi kuhakikisha kwamba wazee wote wale ambao wanatakiwa kupata zile bima za afya sasa waende wakapate. Na mimi kama mkurugenzi naahidi kwamba sitavumilia kuona mzee yoyote ananyanyaswa. Pale nitakapopokea taarifa nitaifanyia kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wazee hawa wanaishi kwa amani, lakini wanaishi kwa upendo, lakini wanaishi wakiamini kwamba hii nchi ni ya kwao. Wao ndio walikuwepo enzi hizo wakipambana, labda kipindi hicho kabla nchi haijawa nzuri. Sasa hivi nchi yetu imeimarika kabisa. Sasa kwa nini wazee hawa ambao waliteseka miaka hiyo sasa hivi wasifaidi matunda ya nchi yao? Kwa upande wake mwenyekiti wa baraza la wazee halmashauri ya mji Korogwe Felista Mkagulu akitolea mfano klabu ya mazoezi ya wazee wa Mtonga amesema mbali na kushikwa mkono na wadau, lakini wanaweza kutetea maslahi ya wazee kwa kuimarisha umoja, kujiboreshea huduma za afya na kujiwekea miradi midogo midogo. Baraza letu la wazee la hapa Mtonga linatetea maslahi ya wazee kwa mambo yafuatayo. Kwanza, wazee wetu wa hapa Mtonga karibu wote wamepata bima za afya kutokana na wao kujikusanya kwa mahali pamoja na kwa kundi moja. Na baraza letu la wazee na klabu zetu za wazee wa hapa Mtonga wanatembeleana wazee kwa wazee na kusaidiana katika mbalimbali, na wana miradi pia wanafanya. Wana miradi ya maturubai, wana miradi ya viti, wana miradi ya kusuka, wanauza sabuni na shughuli nyinginezo. Naye Bi Halima Chavali Mnafsi ametumia maadhimisho hayo kuiomba serikali na wadau kuwafikiria wazee wote kupewa pension kama ilivyo kwa wenzao wa Zanzibar. Serikali na wadau kwa kitaifa, hasa kwa sababu leo sikukuu ni ya kitaifa, tungependa watusafikirie wazee, kwa sababu kuna wazee ambao hawana uwezo. Wenye bima angalau wanasaidiwa, lakini kama sisi ndio tunapata pensheni kidogo, na wazee wote walikuwa wanapewa kasenti kidogo kama wenzetu wa Zanzibar kujikimu kimaisha, kwa sababu mzee hana hata senti 5 na kufanya shughuli nyingine hawezi kabisa, sasa ameshachoka. Kwa hiyo wazee wangejaliwa na wakapewa matumizi hata kidogo kila mwezi, nao tungekuwa na maisha mazuri kidogo. Jamii inayozunguka wao ndio watu wao walinzi wa wazee, watulinde kufuata tusikafanyia ukatili. Hata mwingine afanyia ukatili watoto wake mwenyewe aliowazaa, basi jamii iingilie kati kuona mzee fulani pale atendewi haki, mzee fulani pale hawamjali. Maana kuna vijana wengine hawajali wazee wao. Kwa hiyo jamii nayo iwe inaangalia kila nyumba, isione shauri yao na baba yao, shauri na mama yao. Mkiona mzee ananyanyasika, jamii yote ihusike. Kwa upande wake Bi Fatuma Hamza Mganga kutoka shirika la AfriWork ambalo linashirikiana na serikali katika kuwajali wazee amesema katika maeneo mengi wanayofanyia kazi wazee wanakabiliwa na ukatili wa aina mbalimbali. Wazee wengi wanakabiliwa na ukatili wa kiuchumi unaojumuisha unyang'anyi wa ardhi, nyumba, mifugo, akiba, mafao na mali nyingine walizotafuta kwa miaka mingi katika maisha yao. Lakini pia wengine hunyimwa haki za kufanya maamuzi kuhusu mali zao,
Lakini pia wazee wengi wamekuwa wakielemewa na mizigo ya kuhudumia familia kubwa. Amezeeka, hana kipato, lakini bado anategemewa. Wanajua mzee labda kile kipato anachokipata kidogo cha kilimo au mafao pension basi kinaweza kuwasaidia, yani mzee anaweza akahudumia familia. Wanamuona bado mzee toka akiwa ana nguvu mpaka anazeeka, bado mzee anaweza kuhudumia mpaka labda pale atakapopoteza uhai wake. Pamoja na hilo, amesema shirika la AfriWorld na washirika wake wa maendeleo kama vile HelpAge kupitia ufadhili wa HelpAge German na serikali ya Ireland wataendelea kushirikiana na serikali na jamii hususan ya Korogwe na Tanga kwa ujumla kuhakikisha wanakuwa na mahali ambapo kila mzee anaishi kwa usalama, heshima na utu. Kutoka katika kiwanja hiki cha shule ya msingi Kilimani, halmashauri ya mji Korogwe, mimi ni Martin Mhina.